wanaweza wakakifanya. Nilikuwa nasoma research moja walifanya kwenye msitu wa Amazon, wana ekolojia. Walikuwa wanajaribu kuangalia species ambazo ziko kule kwenye msitu wote wa Amazon. Wakagundua kwamba kwenye msitu wa Amazon kuna species jumla 16,000 zinapatikana kule, miti tofauti tofauti. Lakini katika ile species 16,000 zilizoko pale, kuna miti michache ni mingi zaidi ya 50% ya species zingine zote. Sio kama mmenielewa hapo vizuri. Kwa hiyo kuna miti michache inachukua zaidi ya 50% ya msitu wote wa Amazon. Alafu ile mingine iliyobakia ndio inagawanya kwenye zile nafasi zilizobaki. Swali likawa hivi, hii miti michache ambayo imeweza kutawala msitu kwa kiwango hichi kikubwa, nini huwa kinatokea? Walipofanya utafiti wao wana ekolojia wakagundua kwamba ile miti michache ambayo ndio imetawala kwa asilimia kubwa sana, karibu 50% ya msitu wote, inapoanza kuota, pale inapochipua tu huwa inakuwa kwa kasi sana kuliko miti mingine average. Kwa matokeo yake wanapata faida zifuatazo. Moja, wanakuwa na nguvu ya kuja juu na kutengeneza majani, kwa wanaiziba miti mingine inakuwa iweze kupata jua kama yenyewe. Lakini pili, kwa sababu inakuwa kwa kasi, mizizi yake inaenda chini sana. Kwa hiyo inaanza kuchukua maji na virutubisho kwa haraka na inakuwa na nguvu kwa haraka kuliko miti mingine. Ndio ikaja concept inaitwa the concept of accumulative advantage, kwamba uwezo wa kuanza mapema katika field na eneo lako unakupa nafasi na fursa za kutawala kuliko watu wengine. Kwenye marketing kuna kitu anakiita the advantage of the first mover au first entry in the market. Kuna watu wametawala sasa hivi masoko na dunia kwenye field zao, sio kwa sababu tu ya ubora walionao,